Imekuwa ni nzuri sana, japo kumekuwa na mambo mengi ambayo yanakuwa yanaonekana nje ya uwanja. Ukijaribu kuangalia dakika 45 za kwanza, Berkane walikuja kwa nia ya kupozesha mchezo. Lakini pia katika harakati za kupozesha mpira, mpango aliokuwa nao Fadlu Davis uliweza kuwalipa Simba na kupata goli la kuongoza. Na baada ya Berkane kuwa ameshtuka, sasa ndio mchezo ukaanza kuchangamka. Lakini bahati nzuri maamuzi yote yaliyokuwa yakifanyika yalikuwa upande wao. Ndio maana unaona mpaka mechi inamalizika nafuu inakuwa iko kwao. Kwa sababu za kocha Fadlu Davis zilikuwa ni sababu nzuri kabisa za maana. Lengo lake, kama umeshapoteza defensive midfielder, lazima uweze kuwa compact katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo kitendo cha kumuingiza Valentino Nouma ni kwenda kuweka ulinzi mzuri ili tushambulie, sababu unaposhambulia lazima uweze kufunga mlango pia. Na ukijisahau kufunga, wale jamani wazuri sana katika counter attack. Kadi kwa mtazamo wangu, kama mtu amecheza mpira, ile contact ilikuwa ni nyepesi sana. Nadhani kwa uzito wa mchezo pamoja na umuhimu wa mchezo kwa ajili ya kuendelea kulinda hadhi ya fainali, nadhani lilikuwa ni swala la kumuonya mchezaji na then mpira uweze kuendelea. Sasa unajua, katika hizi fainali, michezo mingi ya Afrika, mtu anayekuwa nyumbani anakuwa na faida. Lakini unaangalia unapocheza na Giant kutoka Afrika Kaskazini, lazima uangalie hilo. Wana mambo mengi ambayo yanafanyika ambayo yanaweza akakutoa mchezoni. Kama leo tunaweza tukaangalia ya kwamba wachezaji wetu wameshindwa kwenda kumpa pressure muamuzi yule Mauritania aweze kwenda katika VAR. Lakini ukijaribu kuangalia kwa uzuri zaidi, unaweza ukagundua wakati mpira unatembea, Steve Dese Mkwala alikuwa mbele, alafu alikuwa kama anategea. Baada ya wale watu kwenda na kugundua, walitake ile advantage, wakakaa nyuma. Kwa hiyo wakati anafunga alikuwa peke yake. Kwa hiyo hata wakati mstari unachorwa, lazima yeye alionekana kwamba amefanyaje, ameweza kunufaika na ule mchezo. Unajua, mimi kwa uelewa wangu wa mpira, miongoni mwa vitu vinavyofanyika katika fainali, hasa za mashindano makubwa, either Confederation au CAF Champions League, refa anayeteuliwa ni refa mwenye performance nzuri na refa ambaye amekuwa na consistency katika maamuzi yake. Lakini sijajua wale waamuzi wa CAF walizingatia nini, lakini mimi kwa maoni yangu nadhani refa aliyechezesha mechi ya kwanza aliona umuhimu wa kucheza fainali. Alichezesha kwa ajili ya kuzipa balance team. Najua unapokuwa uwanjani kama muamuzi, wewe mbali ya kutafsiri sheria 17, wewe ni mlezi wa wachezaji. Kwa hiyo wachezaji, kuna matukio ambayo unapaswa kuonya kwa mdomo, lakini pia kuna matukio ambayo unaonyesha card reaction. Sasa kama mtu amekuprovoke au ametoa maneno ambayo sio mazuri, kama hayakuridhishi, una uwezo wa kutoa nini? Kadi. Sasa ile inabaki ni muamuzi mwenyewe kuweza kuamua ni kitu gani aweze kufanya. Joshua Budo Mtale leo alikuwa na mechi nzuri sana, very brilliant. Leo alikuwa na mechi nzuri sana. Na ukiangalia aina ya uchezaji wa Berkane, wanahitaji yule mtu ambaye anagusa, anaachia, mnaendelea na safari. Ni tofauti na Kibu Dennis. Kibu Dennis yeye anahitaji kudribble kwa muda mrefu. Sasa ukikutana na timu ambayo iko compact wanaocheza katika eneo lao, huwezi kunufaika na Kibu Dennis. Kibu Dennis utanufaika naye pamoja na Elia Mpanzu Kibisawala mahali ambapo timu inacheza open play. Kama ucheze open play, huwezi kunufaika na Elia Mpanzu Kibisawala. Kwa hiyo na wao walikuja na mpango madhubuti kuhakikisha kwamba Elia Mpanzu anapoenda anakuwa na watu wawili au watatu. Na lengo lilikuwa ni kwamba ukitazama mpango kazi wa Fadlu alikuwa anacheza na inside 10 wawili. Kulikuwa na Joshua Budo Mtale ambao kwa asili yeye hachezi akitokea pembeni, ila anapochukua mpira anaingia katikati. Kwa hiyo ni faida aliyokuwa nayo leo. Lakini pia faida anaipata nyingine Fadlu Davis kucheza na Steve Dese Mkwala. Steve Dese Mkwala ananyumbulika, ni tofauti na Lionel Christian Ateba Mbida. Yeye ni standing striker. Kwa hiyo zile movement za Dese Mkwala ziliwapa manufaa. Kwa hiyo makosa alikuwa akihama na wale center back. Ukumbuke Berkane wanacheza na center back watatu, 3-5-2. Kwa hiyo alikuwa anapata faida, alafu pale katikati panabaki na space. Sasa zile space ndio maana unamuona Joshua Budo Mtale ameattack na kuweza kufunga.